Watu wanaotembea na nguvu za Mungu hawaangalii mazingira walionayo. Wanaamini ya kwamba mambo yote yanawezekana. Neno la Mungu linasema kwenye tumbo la Sara ambalo lilikuwa katika hali ya kufa, lakini kwa sababu ya imani ya Ibrahim, tumbo lile lile ambalo lilikuwa katika hali ya kufa likaweza kupokea Isaka. Kwa kumbe shida sio Mungu, shida ni sisi. Kuna baadhi ya maeneo nguvu ya Mungu imepunguka, na ukitaka ujue kama nguvu ya Mungu imepunguka, unajiona hilo eneo kushindwa kabisa. Maana yake huyo mtu ana nguvu za Mungu ambazo anatembea nazo kwenye baadhi ya maeneo, lakini kuna eneo moja hakuna nguvu za Mungu. Nguvu ya Mungu inavyoenda katika maisha ya mtu haina limitation, inaweza kufanya kila kitu. Paulo anasema nayaweza mambo yote, na anatuambia sababu kwa nini anaweza. Anasema katika yeye anitiae nguvu. Manake Paulo anachojivunia, kitu cha kwanza kikubwa ambacho Paulo anajivunia, anajua chanzo cha nguvu zake. Ukitaka ufanikiwe kutembea na nguvu za Mungu, unatakiwa kujua chanzo cha nguvu zako ni nani.